Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango, hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Sehemu hii ya 4 ina uamsho kwa wananchi na inatoa elimu ya ziada. Hebu tusahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Okay, basi nitegee sikio vizuri. Tanzania ilikuwa katika ukimya wa ajabu. Barabara zilikuwa na watu wachache, mitandao ya kijamii ilikuwa moto, na kila mjadala ulikuwa na jina moja tu: Humphrey Polepole. Taarifa zilisambaa ghafla kama radi ya usiku kwamba mwanasiasa huyo aliyekuwa akiheshimika kwa ujasiri wake ametoweka katika mazingira ya kutatanisha. Hakukuwa na uthibitisho wa serikali wala kauli ya familia iliyokuwa bado kwenye hofu. Lakini wananchi walijua kitu kimoja: sauti yake ilikuwa imenyamaza ghafla, na sauti hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa sauti iliyokuwa imeanza kuamsha taifa. Tujikumbushe baadhi ya mazungumzo ya Humphrey Polepole. Siku mbili tu kabla ya kutowekwa kwake, Humphrey alikuwa ametoa hotuba 2 nzito zilizotikisa majukwaa ya siasa na vyombo vya habari. Hotuba ya kwanza aliyoitoa jijini Dodoma mbele ya waandishi wa habari iligusa ukosefu wa uwazi katika mikataba ya madini. Kwa sauti yenye utulivu lakini iliyojaa hasira ya ndani, alisema, rasilimali zetu hazipaswi kuwa zawadi kwa wageni wakati wa Tanzania wanakufa kwa njaa. Tunahitaji viongozi wanaosema ukweli, si wanaotaka sifa. Alisisitiza kwamba baadhi ya mikataba ilikuwa na mianya ya kifisadi, na aliomba bunge la taifa liweke wazi mikataba yote kwa umma. Maneno hayo yalipokelewa kwa shangwe na vijana, lakini pia yalionekana kama kibanzi jichoni mwa wenye mamlaka. Hotuba ya pili aliyoitoa katika mkutano wa vijana mkoani Morogoro ilikuwa ya kihisia zaidi. Hapo alizungumza kuhusu hofu ya kusema ukweli iliyoenea katika jamii. Alisema, woga umekuwa kama sumu. Tunakaa kimya tukiona maovu kwa sababu tunaogopa kupoteza kazi, heshima au maisha. Lakini mnyonge akikaa kimya anampa nguvu dhalimu. Ni wakati wa kuamka, tusiseme serikali bali taifa letu. Hotuba hiyo ilipokelewa kwa makofi na vilio, lakini iligeuka kuwa gumzo mitandaoni kwa maneno yake ya mwisho: kama sauti yangu itanyamazishwa, najua haitakuwa bure, itaibua zingine 1000. Maneno hayo sasa yalikuwa yanarudiwa kila kona ya nchi, kana kwamba yalitabiri yaliyofuata. Taifa lilikubwa na ukimya kwa muda. Baada ya kutoweka kwake, watu walihisi kama muda umesimama. Kila kitu kilionekana cha kustaajabisha: ukimya wa serikali, taarifa zisizoeleweka, na kuongezeka kwa hofu isiyo na jina. Wamiliki wake walijaribu kutafuta msaada wa kisheria, lakini kila ofisi walioendea ilionekana kuwa na macho yaliyotawaliwa na uoga. Wachambuzi walianza kusema waziwazi kwamba kutoweka kwa Humphrey ni ujumbe wa moja kwa moja kwa wale wote wanaothubutu kukosoa mfumo. Mitandao ikazidi kuchemka, kila dakika ikizaliwa makala, sauti au video mpya. Wanaokosoa serikali kwa sasa. Takwimu zisizo rasmi kutoka kwa wanaharakati wa mitandaoni zilionyesha kuwa baadhi ya watu 427 walikuwa wanatumia majina yao halisi kukosoa serikali mitandaoni, wakidai uwazi, haki za kiraia na ulinzi wa waandishi. Lakini katika wiki 2 zilizofuata baada ya kutoweka kwa Humphrey, zaidi ya 67 kati yao waliripotiwa kufutwa au kutoonekana tena kwenye mitandao yao. Akaunti zilifungwa, baadhi walipoteza kazi zao, na wengine waliripoti kutishiwa na simu zisizojulikana. Kati yao kulikuwa na mwanaharakati kijana aitwaye Neema Magesa, aliyewahi kuandika, watu hawapotei kwa sababu ya maovu wanaoyafanya, bali kwa ukweli wanaosema. Baada ya ujumbe huo, akaunti yake ilipotea na hakusikika tena.
Tukio hilo liliongeza hofu kwamba sasa mtandao nao umekuwa uwanja wa kivuli ambapo kila neno linaweza kuwa hatari kuliko risasi. Taifa kama taifa linaelekea wapi? Kwa sasa taifa lilikuwa katika hali ya sintofahamu. Kila kona ya nchi watu walikuwa wakiongea kwa sauti ya chini kana kwamba ukuta unaweza ukasikia. Waandishi wa habari walijizuia kuuliza maswali, viongozi wachache wa dini walithubutu kuzungumzia uhalisia huu madhabahu, lakini sauti zao pia zilisikika zikitetemeka. Mwandishi wa habari mkongwe aliandika katika gazeti lisilo rasmi, tunapofika mahali pa kusema ukweli ni uhalifu, ndipo tunaanza kuishi gizani. Taifa letu linaelekea kuwa taifa la wanyonge wanaoogopa kivuli chao wenyewe. Hofu hii haikuwa tu kisiasa, bali ya kijamii. Watoto walikuwa wakiuliza wazazi wao, "Baba, mbona wanawakamata watu wanaongea?" Swali hilo lilikuwa kama kisu moyoni mwa taifa. Lakini si wote waliokata tamaa. Kuna kundi jipya la vijana walioamua kuendeleza ujumbe wa Humphrey kupitia mitandao ficha, wakijiita Sauti Isiyoisha. Hawakutumia majina yao, bali walituma ujumbe wa matumaini. Mtu anaweza kutoweka, lakini wazo haliwezi kufungwa. Tanzania ni yetu sote. Hilo likawa harakati ndogo lakini yenye nguvu ya kupinga uoga kwa maneno, picha na sanaa. Ilionekana kama moto mdogo unaoweza kuzimwa, lakini ulianza kuangaza polepole katika giza nene. Ni lipi la kujifunza kwenye sehemu hii ya 4? Ni wakati sauti za ujasiri zinanyamazishwa, historia inaandika majina yao kwa ini ya damu na heshima. Hofu ni silaha dhaifu inayoshindwa mbele ya ukweli unaoendelea kuishi. Humphrey Polepole aliondoka kimaifa, lakini alizaa kizazi kipya cha wasemaji wa ukweli wasiohitaji majina wala vyeo. Na kama alivyoandika kwenye kijitabu chake cha mwisho kabla hajapotea, Mungu hasemi kwa kelele, anatumia kimya cha uoga kujaribu ujasiri wetu. Kwa mwendelezo wa stori na simulizi hizi, kaa karibu nasi ili kujua mengi ya kisiasa na mengine. Basi mwambie na mwenzio, na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pendwa Typhon Film TZ. Asante.